maisha ya mtu ambayo vinamsaidia kutembea katika lile kusudi ambalo alizaliwa kuliishi. Wito ni sababu ambayo Mungu alimleta huyo mtu hapa duniani na kile ambacho amekuja kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukitaka kwenda mbali, na hapo nazungumzia muda wa kuwepo kwenye utumishi. Kuna vitu vingine katika utumishi huwezi kuvifanya isipokuwa umekaa kwa miaka mingi. Yaani umeendelea kuvifanya kwa miaka mingi ili uweze kufikia kile ambacho Mungu anacho kwa ajili yako. Mungu kupitia hekima yake amechagua kutumia watu, lakini kusudi lake haliwezi kuzuiliwa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kufanya kitu bila watu, kwa sababu amechagua iwe hivyo, lakini kusudi lake haliwezi kuzuiliwa na mtu awai yeyote. Kuna vitu vingine mimi sijaweza kujifunza kupitia kusoma. Nimejifunza kuwepo ndani ya Yesu na kuona vitu vinavyoenda na kuuliza maswali. Kwa nini imekuwa hivi? Imenisaidia kuwa na uelewa. Na jambo moja la muhimu nilizungumze, ndani yako unaposikia wito, ni wakati wa kwenda kwa anayekuita ili umsikilize. Ana maagizo gani? Ana maelekezo gani ambayo anataka akupe? Wengi wameitwa, badala ya kumwitikia aliyewaita, wengi wameenda. Sasa Mungu ni wa rehema. Wakati uko katika kuenda, Mungu ataendelea kukufunza, lakini mafunzo huku unaendelea kwenda atachukua muda mrefu sana.